Yesu asifiwe tena. Basi ni wakati mzuri sana, ningependa kukaribisha ili tuweze kushare habari njema katika majira haya ya mwezi huu wa Nisan, ambao mwezi huu wa tatu ambao unaishia siku ya leo ni mwezi wa Nisan au mwezi wa Abibu. Ndio majira yale ambayo Mungu aliweza ongea na mtumishi wake ya Musa wakati anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ili sura yetu ya 12 kuanzia mstari wa kwanza, aliwaambia mwezi huu utakuwa mwezi wa mwanzo mpya na mwaka mpya katika majira nyakati zote. Tunaona hata Bwana wetu Yesu Masihi, kile kitabu cha Injili ya Mathayo na ule mstari wetu sura ile ya 5 na mstari wa 17, anasema sikuja kutangua Taurati wala manabii, yani sikuja kutangua sheria zile ambazo ziliwekwa duniani kupitia vitabu vya Taurati vile vinne, na sikuja kutengua ule unabii ambao ulitabiriwa kunihusu mimi na kuhusu ibada na kuhusu ulimwengu na kuhusu hata gharama ambayo itatolewa. Kwa hiyo tunaona kabisa wazi, hata kusoma Biblia kwa makini utaona ya kwamba yako mambo ambayo Mungu anataka kusaidia siku ya leo, na nitaenda moja kwa moja leo kukufundisha somo linalozungumza juu ya unabii kuhusu Yesu Masihi ya kuja ulimwenguni kutukomboa kutoka katika ile dhambi ambayo Adamu na Hawa waliweza anguka kwayo. Na dhambi ya Adamu na Hawa kuanguka kwayo ilikuwa ni dhambi kwanza ya kuweza kuitii sauti ya Mungu na kuishi vile ambavyo Mungu aliwaagiza. Kumbuka, tendo la kula tunda ni matokeo ya kutokutii sauti ya Mungu. Maana tangu mwanzo Mungu alipoumba aliwaambia mnaruhusiwa kula matunda yote, lakini kasoro mti huu mmoja wa ujuzi mema na mabaya, hampaswi kuula huo mti. Kwa tunataka nielezee juu zaidi leo ya unabii huu ambao Mungu aliweza achilia juu ya kuja kwa Yesu Masihi ulimwenguni kwa ajili ya ukombozi. Kwanza naomba upate kujua historia ya makini ya kwamba kitabu hiki cha Mwanzo, kulingana na orodha ya vitabu vya Biblia, kilikuwa ndio kitabu cha kwanza kuandikwa, ya kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbuka Musa aliandika vitabu 5 na vitabu hivi vilikuwa vya kwanza kwa ndani ya orodha ya kitabu cha Biblia, ambapo kitabu hiki Musa aliweza andika mwaka wa 1406 BC, ndipo alipoanza andika habari hizi 1406 BC, na kisha aliweza Musa kukamilisha kitabu hiki mwaka ule wa 1446. Kwa hiyo alianza kuandika kitabu hiki mwaka 1406 Musa, na akamaliza kitabu hiki cha Mwanzo mwaka wa 1446. Kwa tukipiga hesabu mahali hapa, yani tunaona Adamu yeye aliishi miaka 930 akafariki, lakini yuko mmoja ambaye wanasema Metsuela, wengine wameandika kwamba alikufa na miaka 960, lakini historia ya mwanzo ya vitabu vya historia ya Kiebrania vinasema yeye ndiye mwanadamu pekee ambaye alifariki na umri wa miaka 1060 lakini katika historia za vitabu vya Protestant wameelezea miaka 960. Kwa tunaona mahali hapa ya kwamba baada ya Adam kufariki, kizazi kingine kipya kinakuja miaka 1460, ndipo Musa anaandika kitabu. Yani baada ya Metsuela kufa miaka 1060, yeye miaka 460. Kumbuka iko Adam akaandika kitabu hiki, lakini tutaelezea juu ya unabii kuhusu ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kama Masihi. Kitabu chetu cha Mwanzo ile sura yetu ya 3 na kuanzia ule mstari wetu wa 14, Genesis chapter 3 from verse 14, inasema hivi: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafahamu hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako,
Hii ni laana kwa ajili ya nyoka. Na mstari wa 15 tunaona laana juu ya mwanamke ambaye ni Hawa. Inasema nami nimeweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Kwa hiyo pia Mungu anazungumza mahali hapa ya kwamba Mungu anaongea hapa kinabii ya kwamba juu ya nyoka ambaye ni Ibilisi, ya kwamba nitaweka uadui kati yako wewe Shetani na generation yako yote ambao imeniasi, wale malaika walioasi, ya kwamba uzao wa mwanamke ambao Hawa utakuponda kichwa na wewe utauponda uzao mwanamke kisigino. Katika tafsiri ya Biblia ya kwamba kichwa cha nyoka ndicho chenye mamlaka yote. Sumu ipo ndani ya kichwa cha nyoka, na ule ujanja wepesi wa nyoka umo ndani ya kichwa. Sasa akaambiwa unabii ya kwamba wewe utaponda kisigino. Kisigino katika tafsiri ya kibiblia inamaanisha ndio msingi na ndio nguzo na ndio uwezo wa wanadamu kupiga hatua na kuyafikia malengo yake ya kila siku, kwa sababu baraka ya kwanza ya mwanadamu Mungu aliachilia katika kitabu cha Mwanzo kupitia kisigino, kwamba kisigino ndio ishara ya kila kitu. Ndio maana katika Biblia Mungu anazungumzia sana juu ya kisigino na dole gumba kama mlango wa baraka za hatua za maisha yako. Aliwaambia wana wa Israeli, aliambia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile 28 mstari wa kwanza, akasema nitakubariki uingiapo na utokapo. Kwa hiyo maana yake hatua zako pia zinabeba baraka katika kulingana na tafsiri ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Ijapokuwa kitabu cha vingine tunaona marango ya baraka makuu yapo matatu. Lango la kwanza ni akili zako kupokea mawazo ambayo yatakufanya utende mambo yatakufanya wewe uweze kufanikiwa na kubarikiwa. Lakini lango la pili ni nafsi, ni miguu yako, na kisha lango la tatu ni mikono yako. Kwa unapopokea wazo jema, unachukua hatua ya imani kuliendea lile wazo jema, na kisha unapolifikia lile wazo jema, hatua ya tatu unalitekeleza lile wazo kwa njia ya kufanya kazi kwa njia ya mikono. Kwa hiyo kwa siku ile nataka tusaidie tu kwamba uone kwamba Shetani yeye alipewa nguvu ya kupiga hatua za miguu. Unaweza ukawa na idea njema na unaweza ukawa na mikono yako iliyobarikiwa kufanya kazi, lakini adui anapopiga hatua ya kuendea mawazo yako mema, manake uwezi hitimisha kile ambacho Mungu amekusudia uhitimishe. Na ndio maana malango haya matatu ni ya muhimu sana kuyalinda, yani akili zako kwanza, pili hatua za miguu yako, tatu mikono yako. Maana Mungu anatubariki kupitia mawazo ambayo anayapanda katika akili zetu, na pili tunapochukua hatua ya imani kwa miguu yetu, Mungu anabariki hatua zetu, lakini tatu Mungu anabariki kile ambacho tunachokitendea kazi. Maandiko yanasema Mungu alibariki kazi ya mikono ya Yusufu, na Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yako. Lakini mikono haiwezi barikiwa pasipo miguu kuchukua hatua, na miguu haiwezi kuchukua hatua pasipo akili kupokea wazo la kufanya jambo ambalo litakufanikisha. Kwa tunaona mahali hapa ya kwamba unabii ambao Mungu anaozungumza, anamzungumzia juu ya nyoka, ambaye huyu nyoka amekuwa kikwazo na amekuwa sababu ya kwenda kinyume na makusudi ya hatua kwanza za mwanadamu. Maana jaribu la kwanza lilikuwa kwa uzao wa mwanamke ni kupigwa hatua zao, lakini jaribu la kwanza kwa mwanamke, yeye aliharibiwa fikra yake. Kwa hiyo ule mlango wa fikra Shetani alicheza nao, na ndio akasema katika uzao huu wa mwanamke nitamleta mtu ambaye ataweza ponda kichwa chako Shetani kwa kisigino. Hapa Mungu anazungumzia juu ya unabii kwanza wa Yesu Masihi, kwamba Mungu ataachilia neema katika uzao wa mwanamke, atazaliwa Mwokozi, na huyu Mwokozi ndiye ambaye atakayemponda kichwa Shetani. Na sisi wengine ambao tutakayemwamini Yesu Kristo, tutakuwa ule uzao wa Yesu Kristo, tutakuwa pia na nguvu ya kuponda yale majini pamoja na mapepo. Kumbuka Shetani yeye hana uwezo wa kuzaa, lakini Shetani ana malaika ambao ferusi ya malaika walioasi, wakiwa makerubi, masherafi, jamii ya malaika wa majeshi ya Mikaeli, jamii ya messenger ambao waliasi. Hao ndio wanaitwa uzao wa Shetani, ambao na sisi tutakuwa uwezo kukanyaga. Lakini na wale wote ambao wanemwamini Ibilisi Shetani, nao wanaitwa uzao
wa nyoka. Kwa sisi tumepewa pia mamlaka kama mimi Yesu Kristo, kwa ile nguvu aliyekuwa nayo aliyeshinda kukanyaga vichwa. Kwa tunaona unabii huu wa Yesu kuja duniani kupitia mwanamke. Maana hapa kupitia mwanamke atakuja Yesu kama Masihi, kama Mungu, ili kutukomboa sisi. Sasa tuangalie unabii huu ulitimia wakati gani? Maana amesema kupitia mwanamke nitainua kizazi cha mwanamke ambacho kitaponda kichwa Shetani, na kile kizazi kitaponda kichwa nini? Kichwa cha Shetani pamoja na majini na mapepo. Sasa kitabu chetu cha Injili ya Luka, tuone unabii huu ukitimia. Luka mtakatifu, ile sura yetu ya kwanza. Injili ya Luka sura ile ya kwanza, tunaangalia unabii kutimia. Luka sura ile ya kwanza na ule mstari wetu tunausoma wa 26. Luke chapter 1 from verse 26, tunaona unabii huu ukitimia katika ule unabii ya kwamba ataleta uzao kwa mwanamke, lakini sharti ilipaswa Yesu Masihi ambaye Mungu na ni Mwokozi mwenyewe kwanza atangulie kutupa sisi ile mamlaka ya kuponda vichwa vya Shetani. Inasema kitabu cha Luka ile sura ya kwanza 26, inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Huyo aliyemposa huyo mwanamwali na wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo alikuwa Maria. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Na jina lake utamwita Yesu. Tafsiri ya Yesu, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, yani mwana wa Mungu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Kwa maana pia atakuwa mfalme si tu katika Israeli bali ulimwenguni kote, yani maana yake ni Masihi. Nikwambia katika masomo yangu mengine ya kwamba neno Masihi maana yake Mungu Mwokozi, mtawala wa roho za wanadamu. Neno Masihi maana yake Mungu Mwokozi, mtawala wa roho za wanadamu. Kwa hiyo Kristo Yesu, maana yake hapa tukisema neno Kristo ni Greek, lakini mwita huyu Yeshua Amashia. Kwa neno Amashia, yeye ni Mungu Mwokozi, mtawala wa roho za wanadamu. Kwa hiyo atatawala tu roho, pia atamiliki milele na milele. Kwa hiyo alipopewa salamu hii, ndipo unabii ulipokuwa umetimia ya kwamba atakuja mtawala. Lakini huyu mtawala, ili aweze kutawala, lazima kwanza ayalinde malango ya Ibilisi. Lazima ayashinde malango ya Ibilisi. Na moja ule unabii alipoambiwa ya kwamba katika uzao wako wewe mwanamke, japo umeanguka, basi nitamleta mtoto ambaye mtoto huyu ana asili ya kibinadamu, bali atakuwa na asili ya Mungu mwenyewe. Maana ni Mungu mwenyewe atakuja katika umbo la kibinadamu, ili Ibilisi asiweze mjua kwamba huyu ni nani. Maana Shetani ametesa manabii, ametesa mitume, ametesa wachungaji, ametesa waalimu, ametesa wainjilisti, lakini kwa Kristo alishindwa. Japo alimtesa, lakini hakuweza fanikiwa kile alichokikusudia. Sababu ukisoma katika tafsiri hii ya kitabu cha Mwanzo, Mungu alimwambia nyoka ya kwamba mavumbi ndio chakula chako. Kwa sababu Shetani na majini na mapepo asili yao wao wanakula mavumbi, pamoja na mavumbi ni miili ya watu na damu za wanadamu. Lakini kwa Yesu walishindwa kula mwili wake, walishindwa pia kuinywa damu yake, kwa maana alikuwa Mungu 100% katika ulimwengu wa roho. Na hata damu yake haikuwa na DNA wala chembechembe za baba yake Yusufu, na wala damu yake haikuwa na chembechembe, mwili wake haikuwa na chembechembe za yai la mama yake Mariam. Na ndio maana Ibilisi alishindwa kunywa damu ya Yesu, alishindwa kula mwili wake. Maana chakula cha Shetani, majina mapepo, ni damu, kinywaji chao za wanadamu, pamoja na miili ya wanadamu ndio chakula chao.
iko ndicho ambacho Mungu alimwambia Shetani, kwa mavumbi utatembea na mavumbi atakuwa chakula chako, na anaambiwa Adamu, wewe umavumbi na mavumbini utarudi. Anazungumzia juu ya mwili huu ambao utakuwa ni chakula cha Ibilisi, azungumzii vumbi la kawaida. Tunaona mahali hapa unabii ukitimia ya kwamba mwezi wa 6 Yesu akaingia tumboni na Yesu akazaliwa kama wengine walivyoweza kuzaliwa. Na kisa tuone unabii huu ukitimia ya Yesu kumponda kichwa Shetani. Kitabu cha Ufunuo Yohana, ile sura yetu ya 10, sura yetu ya 13, Ufunuo 13, utasoma kuanzia ule mstari wetu wa kwanza. Utaona unabii ukitimia juu ya Yesu kuzaliwa, Yesu kufa, Yesu kuingia kuzimu na kumponda kichwa Shetani. Tukianzia mstari wa kwanza mpaka wa 3, nasema hivi: kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mstari wa 2, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kichwa chake kama kichwa cha simba. Angalia, mstari unaendelea pale. Yule joka ambaye Mungu alimlaani, alimdanganya Hawa na Adamu, na huyu ndiyo nyoka aliyeambiwa ya kwamba litaweka uadui kati ya uzao wako na uzao mwanamke. Ni huyo Shetani ambaye ndiye mkuu mwenyewe. Yule joka akampa nguvu zake, yani nyoka huyu Ibilisi akampatia nguvu yule mnyama na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Yani Shetani huyu akampatia nguvu yule mnyama na akampatia ile kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Angalia mstari wa 3, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Yani nikaona moja ya kichwa cha yule joka. Anapozungumza vichwa, anazungumza yale madaraja yake, kwa sababu kichwa cha kwake cha kwanza, kwa sababu ana majini ndio yanafuata kama vichwa vyake, viongozi wake. Lakini akaona kichwa chake kimoja kimetiwa jeraha la mauti, na jeraha hili lilitoa la mauti wakati Yesu ameingia kuzimu na alikaa siku 3 usiku na mchana. Kumbuka Ijumaa Kuu Yesu akufa Ijumaa Kuu. Yesu alikufa kabla ya Ijumaa Kuu, maana alikaa kuzimu siku 3 usiku na mchana. Alikaa kuzimu masaa 72 yale ya siku 3, lakini alifufuka majira ya saa 9 ya karibu mapema ya asubuhi, ambao tukitimiza masaa 81. Nitakuelezea kwa nini Yesu alifufuka masaa 81, ina maana gani namba 81, tukiendelea na masomo mengine kule ufufuo huu, ya kwamba huyu alikuwa na jeraha ambalo la mauti lililopona. Kwa hiyo ndio huyu Kristo, ule unabii ukitimia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3:15, ya kwamba katika uzao mwanamke nitamwinua mtoto mmoja atakayemponda kichwa Shetani. Na ndio maana ilibidi Yesu Masihi avae umbo la kibinadamu, avue uungu, aishi duniani, asulubiwe, aingie kuzimu ili aweze mponda kichwa Ibilisi. Kwa maana akili ya Ibilisi imo ndani ya kichwa, na sumu ya Ibilisi imo ndani ya kichwa, na uongo wa Ibilisi umo ndani ya kichwa, na ujanja wa Ibilisi umo ndani ya kichwa. Kwa akaona lile jeraha nini? La mauti. Angalia mahali pale, na pigo lake la mauti lilipona, na lile pigo lake la mauti likawa limepona. Maana kumbe wakati Yesu anaingia kuzimu, Yesu alipoingia kuzimu, jambo la kwanza alimpiga Ibilisi kichwa chake kile cha kwanza kikubwa, na akammaliza. Akushughulika na majini, maana anasema moja ya kichwa chake, anazungumzia kichwa chake mwenyewe binafsi. Akushughulika na majini, ashughulika na yule Ibilisi mwenyewe, akampiga jeraha la mauti, na lile jeraha likawa limekaribia kupona. Ndio siku hizi mwisho kwamba huyu Ibilisi naye pia atainuka wakati wa mwisho akiwa na jeraha ambalo limepona la mauti, na atakuja ulimwenguni akimpa nguvu yule mnyama ambaye ni mpinga Kristo. Kwa hivyo tunaona Yesu Masihi, yeye ndiye mwenye uwezo pekee na ndiye aliyemjeruhi tayari Ibilisi, na muda wote kuanzia sasa baada ya unyakuo, huyu Ibilisi atatoka kuzimu akiwa na kichwa chake jeraha la mauti limepona, na atampatia nguvu ile roho ya nabii wa uongo, roho ya
mpinga Kristo. Maana wakati huu inafanya kazi na roho ya nabii wa uongo, lakini baada ya Yesu kunyakua kanisa atainuka mpinga Kristo ambaye atapewa nguvu na huyu ibilisi. Kwa ibilisi ana jela ambalo la mauti, ambalo jela lake tayari muda wote litakuwa limepona, na atainuka kudanganya ulimwengu na kumtia nguvu mpinga Kristo. Kwa hiyo unabii wa Yesu unatimia mahali hapa kwamba alipoingia kuzimu alimpiga jela ibilisi, mpaka hivi leo ana jela na ana nguvu ya kutosha, lakini atainuka akiwa amepona. Bwana akutunze, Bwana akuguse. Tafakari ujumbe huu na kushare na wengine. Nitaendelea sehemu ya pili.